Kwa kawaida wanadamu wamebeba mambo mbalimbali katika fikra zao. Zipo nyakati ambazo hauwezi kujua mtu anakuwazia nini, anataka kukutendea nini, kwa sababu macho yako hayawezi kutazama ni kitu gani ambacho mtu anakiwaza ndani yake, wala masikio yako hayawezi kusikia ni vitu gani ambavyo mtu anapanga kwa ajili yako. Katika ulimwengu wa saikolojia, tunashauriwa tujifunze kusoma akili za watu wengine, kwa sababu hiyo inaweza kutusaidia kujiepusha na watu wabaya ama kugundua ikiwa wanayotuambia ni ya uongo ama ya ukweli. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia mbinu za kuisoma akili ya mwanadamu yeyote ndani ya dakika 5 tu, bila hata yeye mwenyewe kujua. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hilo, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni mbinu mbalimbali za kisaikolojia ambazo ukizijua na kuzifanyia kazi, mtu yeyote utakayekutana naye kwenye maisha yako, dakika 5 tu zitakutosha kuisoma akili yake. Utaweza kujua mtu huyo anafikiria nini na itakusaidia sana kwenye maisha yako. Namba 1, unapozungumza na mtu, mtazame katika macho yake. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali za kisaikolojia, macho ya mwanadamu yanaweza kuzungumza lugha mbalimbali ambazo kinywa chake hakizungumzi, na kupitia macho yake unaweza kubaini mengi ambayo hakuna mtu anayeweza kukueleza. Bali kwa sababu utakuwa na elimu hii, utakuwa umeshajua mtu anapozungumza na wewe akielekeza macho yake upande wa kushoto ni kitu gani ambacho anamaanisha. Mtu anapozungumza na wewe akielekeza macho yake upande wa kulia, ama akitazama juu ama akitazama chini, ni vitu gani ambavyo anamaanisha. Mwanadamu anapokuwa anazungumza na wewe, ukiwa naye katika mazungumzo ya kawaida, ukamtazama katika macho yake, unatakiwa kujifunza vitu vifuatavyo. Saikolojia inatuambia mwanadamu anapokuwa anazungumza na wewe akielekeza macho yake upande wa kushoto, asilimia kubwa ya vitu ambavyo anakueleza huwa ni vya ukweli. Au wakati mwingine unaweza ukawa unazungumza na mwanadamu alafu macho yake akawa ameelekezea upande wa chini. Mwanadamu akielekezea macho yake upande wa chini wakati anapozungumza na wewe, anajaribu kukumbuka ukweli wa mambo ulivyokuwa, au wakati mwingine anajaribu kuunganisha fakti kwa ajili ya kukueleza, na asilimia kubwa ya vitu ambavyo atakueleza ni vya ukweli. Kwani wakati mwingine mwanadamu anayezungumza ukweli hata akiwa amesahau, anapojaribu kukumbuka ili akueleze ukweli wa tukio lilivyokuwa, macho yake atayaelekezea kushoto au macho yake atayaelekezea chini. Vipi kama unazungumza na mtu alafu macho yake akayaelekezea juu? Mara nyingi mwanadamu anapozungumza na wewe macho yake akiwa ameyaelekezea juu, basi asilimia kubwa ya vitu ambavyo anakueleza anajaribu kutengeneza uongo ambao unafanana na ukweli. Hivyo asilimia kubwa ya vitu ambavyo utavisikia kutoka kwake usiviamini. Lakini pia wapo baadhi ya watu ambao wanapozungumza na wewe macho yao huwa wanayaelekezea upande wa kulia. Endapo unapozungumza na mtu atakuwa ameelekezea macho yake katika upande wa kulia, ujue asilimia kubwa ya vitu ambavyo anakuambia ni vya uongo. Ukitaka kuwa na uhakika wa haya ambayo nakuambia, mara nyingi mtu muongo hawezi kukumbuka kitu ambacho alizungumza katika dakika za mwanzo. Endelea kumsikiliza, alafu tunza maswali ambayo utakuja kumuuliza baadaye, baada ya muda fulani kwenda. Kama alikudanganya, utakaporudia kumuuliza na ukahitaji akujibu vile vile kama ambavyo alikujibu mwanzo, kwa sababu alikudanganya, lazima maelezo yake ya pili yatakuwa tofauti na yale aliyokueleza mwanzo. Utakapobaini hivyo, ujue
mbinu ambayo umeitumia imefanya kazi na vitu vingi ambavyo amekuambia ni vya uongo, na mara nyingi mpime mtu baada ya kuwa anaelekezea macho yake upande wa kulia ama upande wa juu. Mara nyingi mtu ambaye anaelekezea macho yake upande wa kushoto na chini, hata ukimuuliza aina ya vitu ambavyo alivizungumza baadaye, atakueleza vile vile, kwa sababu ukweli huwa haubadiliki. Namba 2, unapokuwa katika mazungumzo na mtu fulani, wakati wewe unazungumza, yeye akawa anatikisa kichwa chake chini juu, ishara ya kukubali, kwa Kiingereza inaitwa nodding. Ikiwa atafanya kitendo hicho mara kwa mara, yani kuliko kawaida, hiki ndicho ambacho kipo katika ubongo wake. Jambo ambalo mwanadamu huyo anamaanisha, kwanza hakuelewi yale ambayo unayazungumza. Asilimia kubwa ya wanadamu wanapozungumza na wewe, vitendo vyao huwa vinakuwa vice versa, kwani ubongo huwa unajaribu kujilinda ili kusiwepo na mahusiano mabaya baina yako wewe na huyo ambaye anakusikiliza. Ili kukuonesha kuwa anakuelewa, ataonesha anakubali kwa vitendo, kwa kutikisa kichwa juu chini kupita kiasi. Mwanadamu ambaye anakuelewa kupita kiasi huwa ana kawaida ya kutulia, atakupa umakini wa fikra, macho yake yatakuwa upande wako na kichwa chake kitakuwa katika utulivu, na ishara hiyo ya kunodi kichwa chake atakuwa anaifanya mara moja sana, hasa unapozungumza jambo kwa msisitizo. Lakini unapokuwa na mtu unazungumza naye alafu kila mara yeye ananodi, elewa kuwa inawezekana kitu ambacho unamwambia haelewi kabisa, na zipo nyakati ambazo wakati mwingine anaweza kuwa amechoshwa na mazungumzo yako, anajaribu kukuridhisha kwa kutumia nguvu nyingi, ambapo moja kati ya ishara ambayo atakuwa anaionyesha ni kunodi kichwa chake, yani kuonesha amekubaliana na wewe. Lengo lake ni kukufanya uamini amekuelewa na uweze kusitisha mazungumzo hayo, kwa sababu yanamboa, hajayaelewa hata kidogo. Hivyo utakapoona ishara hiyo, jaribu kubadilisha aina ya mazungumzo au jaribu kutumia njia nyingine kuendelea kumueleza aina hiyo ya mazungumzo, na utakapoona ana utulivu wa kichwa, basi ujue kwa namna moja au nyingine ameanza kukuelewa ni kitu gani ambacho unamaanisha. Namba 3, pindi mwanadamu anapozungumza na wewe akiwa anatabasamu, tazama mistari mbalimbali katika sura yake. Mwanadamu anapotabasamu, ipo baadhi ya mistari ambayo inaweza kuja katika uso wake. Kuna mistari ambayo huwa ipo pembezoni mwa macho yake, lakini kuna mistari ambayo huwa ipo pembezoni mwa pua zake, na kuna mistari ambayo inaweza kuja katika sehemu za pembeni za midomo yake. Mwanadamu anayependezwa na mazungumzo yako, yani anayekupenda utakapozungumza kitu ambacho kinamfurahisha, ataonesha tabasamu la kweli. Na utajuaje ikiwa mwanadamu anaonesha tabasamu la kweli mbele yako? Mtazame mikunjo mbalimbali ambayo ipo katika sura yake pembezoni mwa macho ya mwanadamu, yani upande wa kushoto ambako jicho lako linaishia na jicho la kulia upande wa kulia ambako jicho lako linaishia. Kuna mistari au mikunjo ambayo inaweza kujionesha, lakini pia katika pua zako pembezoni, juu kidogo ya matundu ya pua zako na pembezoni mwa mdomo wako. Mtu anapotabasamu, tabasamu likawa ni la kweli, mikunjo hujidhihirisha katika maeneo hayo. Lakini mwanadamu ambaye anajilazimisha kutabasamu, hautaiona mikunjo hiyo, badala yake atakuwa anajilazimisha kukuonesha meno tu ili ajioneshe yuko pamoja na wewe, na mara nyingi hilo ni tabasamu bandia ambalo mwanadamu huyo anajaribu kulionesha katika uso wako, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Endapo utalibaini hilo, ujue kabisa huyo ni mwanadamu ambaye hajavutiwa na maelezo yako ama hajafurahia ukaribu pamoja na wewe. Namba 4, unapozungumza na mtu alafu ukatazama kuna mistari ambayo ipo katika mashavu yake, tumia sekunde kadhaa kufanya zoezi hili. Ng'ata meno yako alafu pitisha viganja vya mikono yako katika mashavu yako. Utaona kuna vijimistari vidogo kama matuta yapo katika maeneo ya mashavu yako.
Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, unapozungumza na mtu alafu mtu huyo akaonesha ishara hiyo katika sehemu ya mashavu yake, ujue yupo katika msongo wa mawazo. Kwa kawaida alama hizo zinatakiwa zijioneshe katika mashavu yako pale unapokuwa umeng'ata meno yako kwa nguvu, lakini unapokutana na mtu ambaye umezoea kumuona huwa hana mikunjo hiyo yenye matuta katika mashavu yake, lakini ghafla ukamkuta ana alama hiyo, ujue inawezekana anawaza jambo ambalo linampa msongo wa mawazo. Kama unaweza kumsaidia kisaikolojia, mpe msaada wa kumuondoa katika msongo wa mawazo, kwa sababu unaweza kumuuliza ama unaweza kushirikiana naye kumwekea mazingira rahisi ya yeye kufunguka juu ya hisia zake ambazo zinamuumiza mbele yako. Na utakapoweza kupata nafasi hiyo, hakikisha unaitumia vizuri kwa ajili ya kuhakikisha unamuweka sawa kisaikolojia. Namba 5, makinika na hisia ambazo mwanadamu anakuonesha kupitia ishara mbalimbali za mwili wake. Jambo lolote ambalo unazungumza na mtu anaweza kuvutiwa nalo ama mtu anaweza asivutiwe nalo. Je, utajuaje kama mwanadamu amevutiwa na kile ambacho unakizungumza? Tazama uhusiano uliopo kati ya viungo ambavyo vipo katika sura yake. Mara nyingi mwanadamu ambaye amevutiwa na kitu ambacho unakizungumza, viungo vyake vyote vya usoni vitakuwa na ushirikiano. Yani anapotabasamu utaona viungo vyote vinaonesha hali ya kuvutiwa, yani atakuwa mwenye furaha, kwani viungo vyote vitakuwa na hali ya usawa. Lakini mwanadamu ambaye hajavutiwa na kitu ambacho unakizungumza mbele yake ama unakifanya mbele yake, viungo vyake vitatofautiana. Vipo baadhi ya viungo ambavyo vitaonesha interest katika hicho ambacho unakizungumza, lakini vipo baadhi ya viungo ambavyo vitatofautiana. Anaweza akajifanya kama anatabasamu kukuonesha kuwa anavutiwa na kile ambacho unakizungumza, lakini ukiangalia jicho lake la kushoto linakuwa tofauti na jicho la kulia, yani vinakuwa havina muonekano unaofanana. Amini usiamini, viungo vya uso wa mwanadamu vikionyesha hali ya tofauti, yani vikatofautiana kihisia, ujue mwanadamu huyo anajilazimisha kuonesha anavutiwa na kitu ambacho unakifanya, lakini kiuhalisia moyoni hajaridhia kabisa, hafurahishwi na kitu hicho. Ukiona viungo vyote vya usoni viko sawia, basi ujue ni kweli anachozungumza au anachokuonesha usoni ndicho kilichopo katika moyo wake. Ukijaribu kutazama kwa makini katika picha hii, mwanamke huyu ametabasamu, lakini katika picha ya kwanza kabisa ambayo ipo upande wa kulia, viungo vyake vya usoni viko sawia kabisa. Tazama macho yake, yote yamekuwa madogo na sehemu za pembeni za macho yake kuna vijimistari ambavyo vimejichola, akimaanisha tabasamu lake ni la kweli. Lakini tazama picha ambayo ipo upande wa kushoto, mtu huyu anaonesha ametabasamu, lakini tabasamu lake si la kweli. Jicho lake la upande wa kulia halionyeshi kuendana na jicho lake la upande wa kushoto. Jicho linaloshabihiana na hisia za furaha ni la upande wa kushoto, kwani limeonesha mikunjo katika sehemu ya pembeni. Ina maana ndilo ambalo limeendana na tabasamu ambalo lipo katika uso wake, lakini jicho lake la kulia liko tofauti. Na hizi ni ishara ambazo wanadamu ambao hawapo interested na kitu ambacho kinafanyika mbele ya macho yao, ila wanajilazimisha kuonesha wanafurahia, huwa wanaweza kuonekana hivi. Unapozungumza na mtu, tafadhali usiwe kipofu, jaribu kumchunguza katika macho yake. Namba 6, unapozungumza katika makundi ya watu, ukauliza swali ukihitaji watu waweze kulijibu, au watu wanapotaka kuchangia michango ya maoni yao kwa kunyosha mikono, angalia aina ya unyoshwaji wa mikono ambayo wanaionyesha. Wapo binadamu ambao wanapotaka kujibu maswali au wanapotaka kutoa mchango wa maoni katika mada ambayo mnazungumzia, huwa wananyosha mkono nusu, yani viganja vyao vya mikono vinakuwa sawa na mabega yao. Mara nyingi hawa ni binadamu wa kimya, ni binadamu wenye aibu, ni binadamu ambao huwa wanajihisi hawapo salama katika mazingira mbalimbali.
Lakini binadamu ambao wanapotaka kuchangia katika vikao mbalimbali, aidha darasani au wanapotaka kuuliza maswali, hunyosha mikono yao na viwiko vyao huwa juu, tofauti na wale binadamu ambao nilikuambia viwiko vyao huwa chini. Yaani viwiko vya binadamu hawa huwa vinashahabiana na masikio yao kama inavyoonekana katika picha hii ya upande wa kushoto. Hawa ni binadamu waongeaji, ni binadamu wasiokuwa na aibu na ni binadamu wanaojiamini, ni binadamu ambao huwa wanahisi wapo salama katika nyakati nyingi kuliko makundi mengine ya binadamu. Namba 7, unapozungumza na mtu, wakati yeye anazungumza, tazama viganja vya mikono yake. Mara nyingi viganja vya mikono ya mwanadamu vinaweza kueleza vitu vingi ambavyo watu wengi wanaweza wasijue vinamaanisha kitu gani. Unapozungumza na mtu, alafu wakati yeye anazungumza, viganja vya mikono yake vikawa vimeelekea kwa upande wa juu, ujue ni mtu ambaye anatoa ushauri, na aidha ukifuata ushauri huo ama usipoufuata bado atachukulia kawaida, kwa sababu anakuwa ni kama anasuggest kitu fulani. Lakini mtu anapozungumza na wewe, alafu viganja vya mikono yake vikawa vimeelekea chini, tafsiri yake ni kuwa vitu ambavyo anakuambia anakulazimisha ama kukusisitiza uweze kuvifanya, na wakati mwingine ni kama anakuamrisha uweze kuvifanya vitu hivyo, na usipovifanya vitu hivyo bila shaka utamuumiza. Hivyo jaribu kutazama kwa makini viganja vya mikono ya mwanadamu ambaye unazungumza naye, ili ujue unazungumza na mwanadamu ambaye yupo katika hisia za aina gani kwa wakati huo. Unaweza kuisoma akili yake ni kitu gani ambacho anamaanisha. Namba 8, tazama mjongeo wa mwili kwa mtu ambaye unazungumza naye. Ipo mijongeo ya aina mbili ambayo mwanadamu anaweza kukuonesha pindi anapozungumza na wewe. Mjongeo wa kwanza atauonesha pale ambapo utakuwa unazungumza huku ukimsogelea. Kama ni mtu ambaye ana upendo na wewe, yani kuna mahusiano mazuri baina yake na wewe, atabaki amesimama pale pale, au na yeye atakuwa ni kama anakusogelea hivi, yani anamakinika na kile ambacho unataka kukizungumza katika uso wake. Huyu ni mtu ambaye anakupenda sana, ni rafiki wa kweli. Lakini unapozungumza na mtu ambaye unapojaribu kupiga hatua ukimsogelea, naye anapiga hatua nyuma kukuepuka, huyu ni mtu asiyekupenda. Inawezekana ukaribu wenu wewe ndiye unaulazimisha. Mara nyingi kundi hili la wanadamu huwa ni watu ambao hawavutiwi na kile ambacho tunakizungumza, lakini pia hawavutiwi na uwepo wetu katika maisha yao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua kuanzia leo, saikolojia haijaacha kitu. Vipo vitu vingi ambavyo nitakuwa nikikueleza mara kwa mara ambavyo vipo katika saikolojia. Kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye. Nimalize kwa kusema ninawapenda sana sana, zaidi ya sana.